Somea. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Asante. Ya kuwa tumeambiwa kwamba kuna njia ambayo wewe kulingana na macho yako ukiona, unaona hii njia iko sawa, lakini je, mwisho wake hiyo njia iko vipi? Na tumeelezwa ya kuwa huko ni mauti hiyo njia. Ya kuwa tumeona hapa shetani waelekeza watu na kuwapa matumaini ya kuwa hiyo njia ambayo wamepitia iko sawa, lakini je, mwisho wake hiyo njia ni namna gani? Kwa hivyo tumeona ya kuwa hawa wachungaji ndio wanawapotosha hawa kondoo. Je, tabia hawa wachungaji, sababu wanasema wanalisha kondoo, ni tabia tofauti na Yesu. Acha tuone pale Ezekieli 34. Tusome Ezekieli 34. Ili tuone hawa wachungaji tabia yao inaenda sawa sawa na tabia ya Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kitabu cha Ezekieli 34 mstari wa kwanza, 2 na 3. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii waambie, naam, hao wachungaji Bwana Mungu asema hivi, wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, basi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Soma na Kikuyu. Ezekieli 34 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩĩrwo atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ rathĩra arĩithi a Isiraeli ũhoro. Rathĩre ũhoro wĩre arĩithi acio atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, mũrĩaga maguta macio, mũkehumba nguo cia guoya wacio, mũgathĩnja iria noru thĩinĩ wacio, no mũtirĩ mbũri mũrĩithagĩra. Asante. Hapa kuna era ya mwandishi ambayo tunapata ya kuwa unaitaja kama mbuzi. Nimesema mbuzi hazikuagi upande wa Mungu. Kwa hivyo hapa tutaweka ikiwa kondoo. Hebu tusome na Kiswahili. Tumesoma na Kiswahili. Hii Kikuyu tumewaita mbuzi, lakini Kiswahili tunawataja kama kondoo. Kwa hivyo Kiswahili iko sawa. Kiswahili ni era ya mwandishi. Kwa hivyo tumeona kuwa huyu nabii ambaye aliambiwa na Mungu atabiri kuhusu hawa wachungaji ambao tunaongea kuhusu saa hii, na Mungu amewaona sana, na huu ni nabii ambao ulitolewa na pia tunauona mpaka saa hii, ambapo pia sisi tuko katika kizazi cha mwisho, na tunaona kuwa huu nabii pia unaendelea. Kwa hivyo yale ambayo imeandikwa tunayaona. Kwa hivyo hiyo inatupa nguvu ya kuwa hii maandiko ni ya kweli, yaliyotabiriwa na yamekwisha fanyika katika wakati huu ambapo sisi tuko hai. Na tunaona ya kuwa hao wachungaji
Nimesema kuwa na Kiswahili mstari wa 2 waambie naam hawa wachungaji Mungu amesema hivi, wale wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe, je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Kwa hivyo kuna tofauti hapa. Imeuliza wanaojilisha wenyewe. Kwa hivyo mchungaji hapo imeonekana ni kigeugeu ya kuwa yeye mwenyewe kazi ambayo ameitiwa na Mungu ni ya kutumikia wengine. Lakini imeuliza, je, haiwapasi wachungaji kulisha kondoo? Acha tuone pale Mathayo. Tumesema tutaona tofauti kati ya hawa wachungaji na tabia ya Yesu. Yesu mwenyewe katika Mathayo 18 kama sijakosea, Mathayo 18, sasa tuangalie kama Mathayo 20, Mathayo 20, 27 na 28. Kitabu cha Mathayo 20, 27 na 28. Mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asikuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Asante. Hiyo wale tumeona Mungu akitabiri ya kuwa wanajilisha wenyewe lakini hawalishi kondoo. Je, tabia Mathayo 20:28 inasema ya kuwa kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Yeye mwenyewe ndiye anatumika na wengine, lakini wale wachungaji wanatumikiwa. Kwa mfano pale ambapo nilikuwa Pefa, nilikuwa napata tukimaliza service hivi, nyinyi wengine mnaongea hapo, wengine wakitoka wakielekea nyumbani, tunapata mchungaji akiwa pale high table. Sasa yeye mwenyewe anafunuliwa hotpot na chai na thermos pale, na wewe hapa uko njaa, ulikuja mbele ya huyu mchungaji, ulikuja asubuhi sana, mkafungua mkapanga viti. Yeye mchungaji anakuja baadaye, lakini mkimaliza service yeye unampata pale kwa high table, amewekewa mchele ambaye iko na hotpot pale, anakula mkiwa mnamwangalia na pia anateremsha na chai. Hiyo ina maana ya kuwa huyu mchungaji ndiye analishwa na hawa kondoo. Hii chakula si yake, hakutoka nayo nyumbani. Ni mmoja ya hawa washiriki ambao wameleta hii chakula. Kwa hivyo na inafika mpaka wakati mwingine ambapo tunaambiwa sasa tunanunulia mchungaji gift. Sana sana ikifikia wakati ule ambapo mwaka unafikia climax, hapo ndipo sikukuu zinaanza sasa kuingia. Hapo tunaanza kuambiwa lazima tumtunze huyu mchungaji wetu. Na ni vizuri ndio anafanya kazi, anatuhubiria na kubidi sasa urudi mfukoni. Tunatoa kama mtu 500, tunamnunulia shopping na pia suti ambayo inatoka moja kwa moja kutoka readymade. Hii ya kutumisha hapa, hii ni ile readymade ambayo inatoka direct kutoka kwa kiwanda. Tunamfanyia shopping na suti ambayo ni readymade, naenda mpaka kwake tunampelekea.
wanakula wakiwa na bibi yake na watoto. Tena tulipokuwa pale hapa SDA tulikuwa tunaona hatua, tukimaliza services wachungaji wanaingia katika rumu yao, hao wenyewe wanapikiwa mandazi kule, na sisi washiriki wa kawaida huku tunakula mandizi ambayo imechemshwa. Na nilibahatika siku moja kuingia pale, tunaona washiriki wa kawaida wamepewa mandizi ambayo ni ya kuchemsha hapa, na unakula unasikia hiyo ni chungu, sasa iko na uchungu kiasi. Nikabahatika kuingia pale kwa dining table ya hawa wachungaji, na nilipata mandazi moto hapo imewekelewa kwa dining table meza hapo. Picha ingine ikanijia kuwa hatuko level moja na hawa wachungaji. Hiyo ilinipea tashwishi, na nikajiuliza kuwa je, hii ndio njia ya kweli? Washiriki wanahesabiwa kama tu hawa wa serikali hawezi eda kusukumana kwa laini moja na hawa watu wa kawaida, wanapeleka mikahawa. Kwa hivyo, na tumeona ya kuwa mwana wa Adamu hakuja. Turudi pale katika Mathayo 25 verse 28, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Na ukisoma kitabu ambacho kimeandikwa na Ellen The Story of Jesus, utaona kuwa kati ya miaka hii 12 na 30 ambapo tunajiuliza sana sana Yesu alikuwa wapi. Tunajua ya kuwa baba yake alikuwa jamaa, na pia Yesu mwenyewe alikuwa amefunzwa na baba yake kazi hii ya useremala. Hiyo kitabu inasema ya kuwa Yesu alipokuwa akienda pale katika ufundi wa kutengeneza bao, pesa zile ambazo alikuwa akipata alikuwa akisaidia maskini. Hizo pesa maskini, kwa mfano siku hakuwa na dijali. Hii inadhibitisha hii andiko ya Mathayo 20 verse 28. Hakuja kwa ajili ya yeye mwenyewe, lakini alikuja asaidie wengine, atumikie wengine. Lakini je, wachungaji hawa anaweza kuchukua pesa yake yote apelekea maskini? Hiyo inaenda direct na inajibu ya kuwa hapana. Kwa sababu angalia hawa wachungaji, tunapata ya kuwa hakuna mchungaji hata mmoja anaweza fanya kazi ya uchungaji bila kulipwa. Wewe unamjua mgani ambaye kazi yake ni kuhubiri na halipu? Kitu ya pili, huyu mchungaji ako na biashara ambayo anafanya. Ako na duka, kama hana duka analima, kama halimi kuna biashara ya nguo ama biashara ya hardware ama biashara ya beba. Huyu mchungaji hapo na faida maadili, anachukua mishahara miwili. Mshahara wa kwanza ni yule wa uchungaji, mwisho wa mwezi ni lazima akaunti yake iandike kutoka 20,000. Mshahara wa pili ni ile biashara anafanya kutoka Monday mpaka Friday, anaenda kwa biashara yake. Hiyo ni mshahara wa pili. Je, na mtu wa kawaida, mtu wa kiwango cha chini sana, hiyo mshiriki tunapata ya kuwa yeye mwenyewe
na biashara yake ama kazi yake ambayo anafanya. Apokee mshahara, mwisho wa mwezi anapokea mshahara mmoja. Na huyu mchungaji ndiye anataka aletewe hii 10% ya pesa zake, na pia sadaka, na pia hiyo marupurupu ambayo tumesikia inasema tumbariki mchungaji wetu, nampelekea kama ni suti ama chakula ama shopping. Tunajiuliza, je, huu ndio mtindo wa hawa wachungaji na tabia ya Yesu? Tumeona ya kuwa hizi tabia ni tofauti, na hapa tumesoma Ezekiel 34 verse 2. Turudie tena 34 verse 2. Ezekiel 34:3. Na wala walionona wanajivika manyoya, na wachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Ndio tumesema ya kuwa mnawala walionona, mnajivika manyoya na mnawachinja walionona, lakini hamwalishi hawa kondoo. Tunachukua mfano ya kuwa huyu mchungaji anapendelea sana wale washiriki ambao wako na pesa hawa. Je, unaona sana sana ndiye anamfanya rafiki wa karibu sana. Kama kuna mshiriki ako na gari hapa, mchungaji rafiki wake wa kwanza ni huyo mtu, ama mtu mwenye ako na biashara, ili huyu mchungaji aweze kufaidi kutoka kwa huyu mshirika ambaye ako na pesa. Na pia kuchukua mnajivika manyoya, ukimaliza kuchinja mnakula, na pia hata ile manyoya, ndio mtu akichinja kuna ile ngozi ya juu, na pia kuna nyama za ndani. Hapa inasema ya kuwa wanakula nyama na pia manyoya pia wanakula ama wanajivika. Hiyo ina maana kuwa huyu mshiriki hakuna kitu anabakishiwa na huyu mchungaji. Amechinja, amekula nyama na pia manyoya amechukua, ameenda kutengeneza nayo nguo ili akavae. Tusome Mathayo 23 mstari wa 1. Mstari wa 4. Mathayo 23 verse 4. Hao hufunga mizigo mizito, watwika watu begani mwao, wasitake wenyewe kuiguza kwa kidole chao. Asante. Tumeona hawa wachungaji wanakula, wanachinja. Kitu ya kwanza wanakula nyama, na hawa wachinji wale ambao hawana mafuta, kwanza wanachagua ile ambaye amenona. Unaona, ni kusema huyo mtu kimshahara ako sawa, yeye amenona, hawezi chukua huyu mwingine ambaye anaenda kibaria 200-300, atamfaidi na nini huyu ambaye hana kitu. Lakini yule ambaye ako nayo, ndio tumesema sana sana anataka awe rafiki yake sana sana. Ili kitu ya kwanza ni kuchinja ili yale yule ambaye amenona, na kitu ya pili anachukua mpaka hiyo manyoya, hakuna kitu ile mshiriki anabakishiwa. Na pia yule hana pia anasukumwa sana,
na Mathayo imesema 25 verse 4, no, Matthew 23 verse 4, wao hufunga mizigo mizito na watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuiguza kwa kidole chao. Kwa hivyo tunaona ya kuwa, niambie, kati ya hawa wachungaji ni nani ambaye hana gari? Na kama hana gari, nani ambaye hana pikipiki? Na kama hana pikipiki, nani ambaye halipii nauli na hawa washirika, hawa kondoo? Kwa kuwa tunafananisha hawa washirika kama kondoo. Ndio tunaita sasa tunawaita washirika kama kondoo. Kwa hivyo tumesema mambo matatu wachungaji ambao wewe unajua. Kama mchungaji hana gari, kuna pikipiki. Kama hana zote mbili, analipiwa nauli na hawa kondoo. Akitaka kwenda mahali, nilipieni nauli, na pia mninunulie lunch. Kwa hivyo hao wenyewe kulingana na Yesu alivyowaona, wanachukua mizigo mizito pale 23 verse 4, kufuga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuiguza kwa kidole chao. Kwa hivyo hawa kondoo ndio wanaekelewa mizigo yote ya hawa wachungaji. Kwa hivyo mchungaji anaendelea kunona kwa hii faida yote ambayo anapata, kwa kuwa tunaona kuwa sana sana hata tunawapata. Kwa mfano, niambie, hata kama ni wewe mchungaji akikuja kwako, utamtayarishia nini pale nyumbani kwako? Kijua mchungaji Wednesday anakuja. Tumepata wengi sana ambao wanaenda hata kiwango cha kukopa ili akope sukari, sijui mkate na mchele na nyama. Kama hana hizo, tunatayarisha mayai. Hii mzigo yote inawekelewa kwa mabega ya huyu kondoo. Na mchungaji pia anafaa kuwa anakuja na shopping kumletea kondoo, sababu tumeona Yesu mwenyewe, na uende usome katika kitabu hicho cha Tumaini la Vizazi, ile topic ya story of Jesus. Nasema ya kuwa Yesu alikuwa mwenyewe pesa zake anazipelekea wenye mahitaji. Kwa hivyo mchungaji ndiye anafaa kukuletea shopping wewe, kama hauna anakuletea, lakini si akope ili ukule vizuri na hautamrudishia hiyo pesa amekula. Wewe faida yenye utaenda nayo ni tu Mungu akubariki. Lakini umeenda hasara ya sukari, mayai, mkate, nyama. Tumewaona sana hawa wachungaji, na ndio maana imesema wao wenyewe, Ezekiel 34 verse 2 inasema wao wenyewe wanajilisha wenyewe. Lakini je, haiwapasi hawa wachungaji kuwalisha kondoo wa Mungu? Na sana sana tuendelee kuwaguza zaidi ili tuone tabia yao na tabia ya Yesu ilikuwa tofauti sana.
Ezekiel 34 verse 4. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafuga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa kufa ukali umewatawala. Hiyo inaonyesha kazi ya hawa wachungaji. Badala ya kulisha, mnafaa kulisha hawa kondoo, sababu wengi wao katika siku hizi za kazi wamepitia hii matatizo yote. Wengine wamepata magonjwa na atakapokuja katika kanisa na kuna vitu hata hamuwapi nguvu hawa ambao wamerojeka, wala hamkuwaponya wenye maradhi. Nakuja akiwa mgonjwa sana, ameenda kwa daktari, ameandikiwa laboratory test ambayo inahitaji labda 5,000 ili aweze kutibiwa ugonjwa wake. Na yeye akikuja katika kanisa Sunday, anapata katika matangazo mhubiri anataka kusafiri kwenda mpaka Mombasa na anahitaji kuwekewa gari yake mafuta. Yeye mwenyewe ni mgonjwa na anahitaji kufanyiwa test ya 5,000, na amekuja Sunday pale, amepata na tangazo jipya ambalo linasema mchungaji anataka kufika Mombasa, ako na mkutano pale ambao anakutana akiwa kama wachungaji, na gari yake inahitaji mafuta na pia anahitaji labda nyumba ya kukodisha aweze kulala pale, pia chakula. So huyu amekuja akiwa mgonjwa, lakini anapata badala ya aobewe ama atiwe nguvu, anaongezewa mizigo zaidi ya hiyo. Ndio maana imesema wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi. So faida yake kuja kanisani ilikuwa gani? Zaidi ya zile 5,000 ameongezewa ingine 2,000. Na pia akikataa kutoa, kuna wengine hata wanaendaga kiwango cha kusema ya kuwa ataondolewa katika orodha ya list, jina yake itaondolewa kanisani. Na hiyo ni mambo ambayo tumepata na huku tukiongea na watu wengi hata wametoka kanisani juu ya hii mizigo ambayo wanawekelewa na hawa wachungaji. Wala hamkuwafuga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu serikali mnawatawala. Kwa hivyo wanaambiwa ni lazima mtoe hiyo pesa. Wewe ukienda ukisema uko na mahitaji yako, unaulizwa sasa mchungaji asiende, nani hana mahitaji? Naambiwa wewe jikaze tu upata hizi 2,000 ili mchungaji asikose hiyo sehemu na kwenda tumwekee gari mafuta. Na tumesema hawa wachungaji sana sana wanakuaga na biashara side hustle ambayo inafaidi ile pesa ambayo wanapata kama mshahara ya uchungaji. Kwa hiyo hawa tumeona ya kuwa hata kwa kondoo akiwa mgonjwa, tumeona tabia yao, hawatii wagonjwa nguvu, na pia kuponya wenye maradhi, na pia kufuga waliovunjika. Je, tabia ya Yesu ni gani?
twende pale katika maji. Mbona ni tofauti sana huyu hawa wachungaji Matthew 12 15, teremke nayo tuone tabia ya huyu kiongozi wetu akiwa kama mwana kondoo wetu, kiongozi wetu aliye mchungaji wetu, tabia yake ilikuwa ni gani? 12:15 teremke. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Akawakataza wasimdhihirishe, ili itimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu niliyependezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hatanena, hatateta, wala hatapaza sauti yake, wala mtu hatasikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hata uvuja, wala utabi utokao moshi hata uzima, hata iletapo hukumu ikashida, na jina lake mataifa watalitumainia. Wakati yule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Malizia na 23. Mkutano wote wakashangaa, wakasema, huyu siye mwana wa Daudi? Asante. Tumeona wale wachungaji hawa ambao wamekuja wakiwa wagonjwa. Mchungaji huyu hawezi kuwatia nguvu. Wale ambao wamekuja wakiwa wagonjwa hawatibu. Wale ambao wamevunjika hawafugi kule ambako wamevunjika. Lakini huyu mwanakondoo ambaye ni kiongozi wetu kama mchungaji wetu, tumeona kuwa kazi yake ya kwanza, akipata mgonjwa hakuwa anamhubiria, alikuwa kwanza anamtibu hapo hapo. Na jambo la pili, hakuwa anataka hata sana kwenda kujulikana. Juu hapo imesema ya kuwa aliwaambia pia wasiende wakinena, ili matendo yake yaweze kumsema yeye mwenyewe. Na pia na unabii ambao umetolewa na Isaya pale Isaya 42 inasema ya kuwa huo unabii ni Isaya alikuwa ametoa hapa. Amesema tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Acha tuone sasa tabia yake, mstari wa 20 pale Mathayo 12 mstari wa 20 inasema, acha tusome na Kikuyu. Kamurangika gondoku na gakoina na rurotambirwa oguta rugitoga akarohoria nginya hindi iria agatuma cira wa kihoto uthie utorani. Uguo hiyo ni kumaanisha ya kuwa yule ambaye ataenda kwa yule mchungaji mwanakondoo akiwa hana nguvu, atatiwa nguvu. Akiwa anahitaji kuponywa, ataponywa. Akiwa anahitaji kitu chochote, yule mchungaji mwanakondoo
ataweza kumsaidia, tofauti sana na hawa wachungaji, sababu tunajua wao. Acha tusome tabia yao ingine pale Marko 12 mstari wa Marko 12 38 mpaka 40. Marko 12:38. Marko 12:38. Akawaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni, kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu. Wao hula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Asante. Hii ni tabia mojawapo ya wale viongozi ambao walikuwa wanafaa kuongoza ama kulisha kondoo wa Mungu. Na tunaona ya kuwa hapa Mungu aliwakanya watu na kuwaambia jihadhari sana hawa viongozi, hawa waandishi, jihadhari sana hawa wachungaji, sababu tabia yao ni tofauti sana, na inaonekana ya kuwa wanapenda kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni. Hii mavazi marefu ambayo wanavaa ni sana sana na siku kama kwa mfano siku hizi inavaliwa kwa jinsi ya kuweza kuuza uoga kwa hawa wanakondoo, sababu mwanakondoo hawezi kuvaa hii kanzu kama hii nguo ndefu kama hii ambazo unaonaga hawa wachungaji wa Catholic mafathers wakivaa wakati ambapo wako na shughuli za makanisa ama wanatoa utumishi mahali, wanafaa hizo nguo mrefu, na hizi zinakuwaga sana sana za kuuzia wale washiriki ama wale kondoo uoga, ili aweze kuona huyu mchungaji ako juu kuliko yeye. Bila mchungaji atasema basi kondoo wanasema amen. Kitu ya pili, unapenda kuketi pale mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu. Kila mahali tunapata ya kuwa hata umati huu mwingine wote unajua mchungaji hafai kukaa pale nyuma. Pia wale ambao wanaongoza wanasema kama kuna umekaa karibu na mchungaji, mwambie akaribie hapa mbele. Sababu ni gani? Huu walitoa wapi huu mtindo ama hii tabia? Huu uoga uliuziwa washiriki ama kondoo, uliuziwa wakati gani? Na wakaweza kununua ule uoga na kuinua hawa wachungaji kuliko Mungu. Wanaona hawa wachungaji wao kama Mungu. Kwa hivyo hii ni tabia ya wale wachungaji ambao sio wa Mungu. Tumeona tu tofauti kidogo, tukimalizia tofauti kati ya hawa tabia yao ilikuwa gani. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa tofauti ya hawa wachungaji na tabia ya Mungu ambayo tumeona ni tofauti gani, na ni tofauti kubwa sana kati ya hawa wawili. Kwa hivyo tukikuja tutaona ya kuwa hawa wachungaji mwisho wao
ni katika ziwa la moto, na tumesoma Mathayo ikisema watakuwa na hukumu kali ama hukumu kubwa, sababu hawawezi pata mishahara miwili huku duniani na pia wapata mishahara kule mbinguni. Kwa hivyo tusitishwe na hawa wachungaji. Toka leo uchukue hiyo maono ya kuwa hawa ni wachungaji wa Shetani ambao hawajatumwa na Mungu, wametumwa na Shetani. Na Mungu aibariki jina lake. Amen. Tusimame na nyimbo za Kiswahili. Rasimu ni 13 ambayo inasema umetuahidi ya kwamba wawili ama watatu Yesu uje kwetu utubariki. Kiswahili rasimu ni 13, sikiliza kitabu. Yesu uje kwetu. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija, utawabariki. Kwa hivi leo twapiga magoti nyumbani kwako. Yesu uje kwetu utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Umekuwa nasi siku nyingine, tunakuhitaji mpaka mwisho. Uje Mkombozi, tupe neema, tusikie Yesu utubariki. Yesu uje kwetu utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize. Imani izidi ikamilike, pendo liwe safi na njia nuru. Yesu uje kwetu utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Kuweka ndani yetu hekima ya mbinguni ambayo tutusaidia kutofautisha wahubiri wa ukweli na uongo, kufunulia wote wa uongo wao wachunga mbuzi na mwishowe kuwaelekeza jehanamu. Lakini wewe ukiwa mchungaji mwema, unachunga kondoo, utakaoweka mkono wako wa kulia na wote waingie mbinguni. Tusaidie sisi zote na utupe hekima ya mbinguni ambayo tutusaidia kutofautisha, tusimalizie jehanamu pasipo kufahamu. Ya kwamba wale ambao ni wa uongo hujirisha wao wenyewe na mwishowe huwachinja kondoo na kujivika mavazi yao. Tusaidie sisi zote na utupe hekima ya mbinguni ili tufundishe wote tunaokutana na wao. Kila wakati wa kutoka nje kupumzika, kubali kuandamana pamoja nasi mpaka masaa ya kurudi kwa ajili ya lesoni ya pili. Tutakushukuru sana tukirudi salama, na yote ya kunywa maji ambayo umetupea
yabarikie, yatakase, tukiyatumia tusaidie, na tupe nguvu ya mafikra ya kufanya kazi yako hapa duniani. Chini ya uongozi wa mbinguni tukiashiria, tukijua utakuwa pamoja nasi kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Tumemaliza lesson ya kwanza. Sasa tutaingia saa 6 lesson ya pili ili tuweze kuendelea.